Mambo vipi guys? So, wakati tukiwa tunasubiri mapumziko ambayo tumeyafanya kwenye madini.com kwa sababu ya machafuko ambayo yametokea Tanzania na feeling tunayoipitia, kuna mambo mengi yanaendelea pia kwenye sehemu nyingine ya dunia, na moja ya hiyo sehemu ni Sudan. Nilikuwa napita kwenye mitandao hapa, nikawa nimekutana na hii taarifa ya ambayo nadhani umeshakutana nazo. Inasema lipa fidia ama ufe. Simulizi za kutisha kutoka familia za wafungwa wa RSF El Fasher. Na hiki ndicho ambacho kinaendelea sasa hivi Sudan. Ni kitu ambacho kimeandikwa na media nyingi, na hali ni mbaya kuliko migogoro mingi tunayosikia ambayo tulikuwa tunaijadili pia, kwa maana ya Mashariki ya Kati, Gaza, pamoja na kinachoendelea pia Kongo pale. Sasa hili la Sudani ni zito kwa sababu matukio ya mauaji, BBC wanaripoti kusambazwa kwa video za mauaji mitandaoni. RSF wamekuwa wakipiga simu za vitisho kwa familia kutaka kutuma pesa, la sivyo watawaua ndugu zao. Na utaona picha mbalimbali hapa kwamba waasi wa Rapid Support Forces RSF wamekuwa wakiwazuia makumi ya wakazi wa El Fasher kaskazini mwa Darfur nchini Sudan tangu walipochukua udhibiti wa mji huo, kulingana na ushahidi uliokusanywa na BBC. Nataka nikupe kwa dakika chache tu round up uweze kuelewa kinachoendelea Sudan na background yake, ikiwemo hii kinachoitwa RSF. Kuna huyu jamaa anaitwa Mohamed Hamdan Dagalo. Huyu jamaa ndio kamanda wa hiki kikosi ambacho zamani kilifahamika kama Janjaweed. Kwa hiyo kama umewahi kusikia Janjaweed, ambayo ilikuwa ni kikosi cha wanamgambo ambao walikuwa wanafanya mauaji kwenye jimbo la Darfur miaka ile, unakumbuka ilikuwa ni mauaji ya hatari kipindi cha Omar al-Bashir. Sasa nataka nikupe background ya Sudan imefikaje hapa, kwa kuanza kwenye historia kwa haraka. Sudan kwanza ilikuwa chini ya utawala wa Ottoman Empire. Kama unafuatilia madini.com kwenye session zetu za nyuma, nilikuelezea kuhusiana na huu ni utawala ambao ni wa Waturuki, ambao ulikuwa unatawala eneo lote hili la West Asia ambalo tumezoea kuliita Mashariki ya Kati, lakini kijiografia jina lake halisi ni West Asia, kwa maana ya Asia Magharibi. Sasa hili eneo ndo lina nchi hizi za Uarabuni zote, na lilikuwa chini ya utawala wa Ottoman Empire. Sasa baada ya vita ya pili ya dunia, unakumbuka Ottoman walipigwa wao na Ujerumani. Baada ya Ottoman kuanguka, nchi nyingi ambazo zilikuwa chini ya empire ya Ottoman ambayo ni ya Mturuki, zikiwemo nchi za Waarabu, zilikuwa chini ya Mwingereza. Sasa kwa kesi ya Sudani, Uingereza ilibidi ichukue Misri kusaidia kuisimamia Sudan. Kwa hiyo technically Uingereza na Misri zikakolonize Sudan. Sasa kaskazini mwa Sudan, ambapo ndipo ulipo mji mkuu Khartoum, kukawa unasimamiwa na wa Egypt, kwa maana ya Misri. Kwa hiyo shughuli zake na lugha ikawa ni Kiarabu, na at the same time mambo mengi, dini ikawa ni Uislamu. Upande wa chini wakawa ni Waingereza, na ikawa inaendeshwa kwa lugha ya Kiingereza ndio lugha ya serikali, na at the same time kukawa na Ukristo. Sasa hii tofauti ndio ilikuja baadaye ikasababisha tuna Sudan mbili, kwa maana ya Sudani ya kusini na ya kaskazini. Ni hizo tofauti ambazo zilitengenezwa hapo. Lakini sasa ndani ya ili eneo la Sudani ya kaskazini kuliibuka issue inayoitwa Uarabu. Nani Mwarabu na nani sio Mwarabu, right? Kwa sababu idea ya Waarabu, kama unafuatilia kwenye episodi zetu za nyuma, tulielezea historia ya Waarabu, na utakumbuka tulielezea kwamba Afrika kaskazini watu wanajiita Waarabu, lakini kiasili sio Waarabu. Baada ya kufuatilia hii episode, utagundua uelewa tulionao kuhusu Waarabu ni kama uelewa wa wazungu wengi kuhusu Afrika na Waafrika. Huwa wanahisi ni watu wa aina moja, wanaofanana na wenye aina moja ya lifestyle.
which sio uhalisia. Kuna profesa mmoja wa sayansi ya siasa na historia ya kale anaitwa Roy Casagranda. Tutatumia moja ya lecture zake kwa lugha simple tu kukupa deep kuhusu Uarabuni. Tuanze kuelewa kwanza Waarabu. Ukisikia Waarabu ni watu wanaotoka eneo la rasi ya Uarabuni, Arabian Peninsula, ambalo lipo mpakani na Asia Magharibi. Ina nchi kama Saudia, Yemen, Oman, Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, Qatar, Bahrain na Kuwait. So yeyote ambaye kiasili DNA za mababu ni za nchi hizo, hao ndo Waarabu OG. Bila shaka haujasikia nchi yoyote ya Afrika hapo. Utajiuliza, kwa hiyo Morocco sio Waarabu? Misri je, Algeria na Tunisia? Hapa sasa ndo inabidi umakinike nasi. Kwa sababu Waarabu ni jamii za watu wa kale ambao wanatokea kwenye ukoo wa Ismail ambao waliishi jangwani. Sasa hao watu ni utawala wao ndio ulikuja ukaanzisha kile kinachoitwa Arab Empire. Hii Arab Empire ndio ilianza kutawala kote mpaka North Africa. Ndani ya Afrika kulikuwa kuna jamii mbalimbali ambazo zipo ikiwemo Sudan, ambazo ni jamii za Afrika wa Nubian na wengine. Hawa walikuwa sio Waarabu, lakini kwa sababu taifa lililokuwa linatawala ni Arab Empire miaka hiyo, Kiarabu kikawa ni lugha ya empire. At the same time, Uislamu ukawa ni dini ya taifa, kama ambavyo mataifa ya Kikristo pia yalikuwa hivyo hivyo, na Waingereza nao ilikuwa hivyo hivyo, kwamba lugha ilikuwa ni Kiingereza na dini ilikuwa ni Ukristo. Ikatengeneza kwamba ukiwa ni Mwarabu, yani ukiitwa Mwarabu au ukiwa karibu na Uarabu, unakuwa wewe ni jamii ya juu zaidi kuliko wale ambao ni wa chini. So kukawa na ni kitu ambacho kiko kwenye nchi nyingi sana. Italia pia mpaka leo, Italia ya kusini na kaskazini kuna hiyo. Wanaamini watu wa kusini mwa Italia ni watu wenye asili ya Afrika. Na ukienda pia kwenye nchi mbalimbali pia duniani wana hiyo. Hata North Ireland wanawaitaga wenzao kwamba ni Black America wa Ulaya wale. Ukija pia Rwanda ni Wanyarwanda ni wale wanaongea lugha moja, lakini kuna mtu alikuja tu akawaambia kwamba wenye pua ndefu, wenye nini, warefu wale wataitwa Watutsi na wengine ni Wahutu, lakini ni watu wale wale, wana rangi sawa, just poor. Sasa kipindi hiki hapa Sudan pia iliibuka kitu kama hiki, kwamba ni nani ambaye ni Mwarabu zaidi. Wale wa kaskazini ambao walikuwa wanaongea Kiarabu wakawa wanajiona ni Waarabu zaidi. Sio kwamba ni Waarabu kweli, lakini kuna wakati mwingine mtu anaweza kusema yes, mimi sijui babu yangu ni mzaliwa wa Saudi Arabia wakati huo. Kwa hiyo ilikuwa ni kama ambavyo jamii za Kiafrika tulikuwa tunajaribu kuwa wazungu. Hata leo Tanzania kuna watu wanajaribu kuongea kama mzungu, kuact kama mzungu. Yani ukiwa unaongea English kwenye nchi kama Tanzania, somehow unaonekana kama una ustaarabu ama una uelewa mkubwa. Ni kitu kimeanza kuisha sasa hivi, lakini ilikuwa hivyo. So situation ya Sudan ilikuwa hivyo hivyo. Kuwa Mwarabu ilikuwa ni kitu fulani kama kinakupa status. Kwa hiyo pia ilisababisha utengano, kwa sababu nimekwambia wakati walitawaliwa na sehemu na tawala mbili tofauti, lakini zinatawala nchi moja. Sasa basi walipopata uhuru ndio tunakuja kukutana na huyu bwana anaitwa Omar al-Bashir. Omar al-Bashir alikuwa ni jamaa ambaye ametawala, alipindua, story yake ni ndefu, lakini wakati wake ndio umezalisha haya ambayo tunayaona sasa hivi yanaendelea Sudan. Kivipi? Kwanza tutakumbuka eneo la Darfur ambalo nimekuambia kutokana na mgawanyiko uliokuwepo, walioachiwa nchi wakashika madaraka ni wale wa kaskazini ambao wengi ni wanaongea Kiarabu na ni Waislamu. Kwa hiyo wakawa na wachukulia wa Sudan wengine, jamii zilizoko mbali na mji mkuu Khartoum, kama sio watu ambao ni wa daraja la juu, sio wananchi wanaolingana. Kutokana na hilo kukawa kunatokea vikundi mbalimbali vinavyojitegemea na wengine wanaotaka kujitenga. Moja wapo lilikuwa ni hili jimbo la Darfur. Sasa alichokifanya bwana Omar al-Bashir, badala ya kwenda kutumia jeshi lake kutuliza kilichoendelea Darfur, akatumia ule mwanya niliokuambia wa nani Mwarabu zaidi na ni nani ambaye sio Mwarabu zaidi. Ukiwaangalia wa Sudan ni kama wanafanana, sema kuna wale weupe kidogo na wengine ni weusi kidogo, but ukiwaangalia in general hakuna Mwarabu.
lakini hao wa upande wa kusini ni weusi zaidi. Sasa hicho ndicho kilichotokea ndani ya hili jimbo la Darfur. Ile jamii ambao walikuwa ni wachache ambao ni Waarabu weupe ndio wakawa wamezalisha kikundi chao ambacho kilikuwa kinajikinga dhidi ya hii jamii ambayo ilikuwa inapigana nao, kwa sababu ukumbuke, sasa nimekwambia kuna huo utengano umewekwa a long time wa kisystem tangu historia ilivyokuwa. Kwa hiyo ikitokea fujo sehemu inakuwa ni hizi jamii mbili. So huu mgogoro wa Darfur alichokifanya Omar al-Bashir, akawapa silaha na kuwasaidia wale wanamgambo ambao ni wenyeji wa lile eneo, ambao ni Waarabu wale wanaojiona ni zile jamii za kaskazini ambazo zina Uarabu zaidi, kwa kile nilichokielezea hapo nyuma. Sasa kilichotokea baada ya hapo ni mauaji ya kutisha, kwa sababu hii jamii nyingine haikupewa msaada wowote. Kwa hiyo Omar al-Bashir akatengeneza kile tulichokifahamu kama Janjaweed. Hawa wanamgambo walifanikiwa kuzima na kufanya mauaji ya hatari katika eneo la Darfur, ambayo yalikuja kugeuka moja ya mauaji makubwa kuwahi kutokea duniani. Nadhani historia yake ilikuwa ni kubwa kwa ambao mlikuwa mnafuatilia stories za dunia. Na Janjaweed baada ya kumaliza ile kazi wakawa hawana cha kufanya. Sasa Omar al-Bashir, huku katikati kulishaanza kuvuma uvumi kwamba jeshi lake lilikuwa linajua kabisa yeye ni dikteta anayetafutwa. Utakumbuka alikuwa na kesi ambazo anatafutwa kinoma huyu jamaa, na akajua kabisa kwamba stories zilizopo jeshini ni kwamba jeshi likifanikiwa kumpindua litaondolewa vikwazo vya Marekani, yani watapata ushawishi kutoka West. Kwa hiyo alichokifanya, jeshi lake lina watu kama 150,000, na hili jeshi ambalo la Janjaweed limeshapata silaha, limekuwa official, na akaligeuza ni jeshi jingine ambalo ni jeshi la ulinzi. Hata huyu kiongozi wao anaitwa Hemeti. Hemeti ni neno linalomaanisha kwamba mlinzi wangu. Alikuwa ni mlinzi wa Omar al-Bashir. Nitakupa story ya Omar baadaye. Sasa hivi tunasikia yuko nje, by the way. Sasa huyu jamaa aliamini kwamba kwa kuwa na majeshi mawili atafanya hili jeshi kuu la nchi lisiweze kumpindua, lakini ambacho hakujua ni kwamba haya majeshi mawili siku moja yataungana baada ya hali kuwa mbaya. Na hii hali kuwa mbaya ilisababishwa na the fact kwamba ule utengano ulizaa nchi mbili. Sudani Kusini ikajiondoa, na zaidi ya 70% ya mafuta ambayo ndio ilikuwa mapato yake makubwa ya Sudan yakawa yako Sudani Kusini. Kwa hiyo akawa hana pesa tena za kulipa baadhi ya vitu alivyokuwa vinafanya serikali yake anaenda. Kwa hiyo wananchi wakaingia mtaani, hali imekuwa ngumu. Ambacho hakuwaza ni kwamba hawa wanajeshi wawili wataungana na kuamua kumchukua na kumteka na kumweka na kumpindua. So Omar al-Bashir akawa ameondoka kwenye picha kama hivyo ya Sudan. Wakabaki hao majenerali wawili ndani ya mji wa Khartoum, ambao sasa huu mji inabidi itafute serikali ya kiraia, lakini kuna mafahali wawili. Alichokifanya mkuu wa majeshi ya nchi sasa, Blaza Burhan, akaamua kumpa Hemeti kama ni mtu wake wa pili, kwamba mimi ndo mkuu wa nchi, unafuata wewe. Lakini sasa huyu Hemeti tayari ni mtu ambaye alikuwa ni mkuu, ni general mwenzake, anajiona ana cheo kama wewe, kwa hiyo siwezi kuwa chini yako. So kifupi ni story ya mafahali wawili, na ikajikuta mtafaruku wameuzua kati yao, kwa sababu walikuwa wanatengeneza serikali ya mpito ambayo baadaye ikaja katokea vurugu. Sasa hizi vurugu zinatokana na the fact kwamba wakati wakiwa Sudan, ni story ndefu zaidi, kuna kipindi ambacho UAE na Saudi Arabia walikuwa wanapigana vita ndani ya Yemen. Kwa hiyo baada ya kupinduliwa, Saudi Arabia wakamchukua Burhan ambaye ni mkuu wa majeshi ya nchi official, na Hemeti akachukuliwa na UAE. Sasa hapa ndipo ambacho mchezo unachezwa, kwamba Hemeti ana control madini mengi sana ndani ya Sudan, kwa maana ya upande wa dhahabu na mengi ambayo yapo upande wa Darfur. Lakini huyu mkuu wa jeshi la nchi bwana Burhan, yeye anadhibiti sehemu kubwa ya rasilimali nyingine, ikiwemo njia ambazo zipo kwenye Red Sea. Hii ni sehemu ambayo yani ina umuhimu mkubwa sana kwenye biashara za dunia.
Kwa hiyo hata UAE biashara zake za mafuta na vitu vingi vinapita hapo. Kwa hiyo ni sehemu nyeti ambayo Sudan ndio inailinda, na pia hilo eneo pia kuna kambi nyingi za jeshi la Russia. Kuna maslahi mengi kwenye hilo eneo ambalo linafanya Sudan inakuwa ni nchi nyeti kiasi hiki. Sasa Hemeti migodi yote amemiliki yeye, na dhahabu nyingi zinapitia Dubai kwenda UAE, na kuna skendo inaendelea sasa hivi kwamba UAE ndio ambaye inampa Hemeti silaha, kwa sababu technically kwenye huu mjadala ama kwenye huu mgogoro Hemeti ndio ambaye ni rogue, yani ni muasi. Hata background yake alikuwa ni Janjaweed. Kwa hiyo hata haya mauaji ambao unayaona wanajeshi wake wanayafanya ni sio kitu kipya, ni asili yake, yani ndipo alipotoka Hemeti. Hawa ni Janjaweed, na amekuwa akipata solution yake mara nyingi kwa kuua na kufanya mauaji ya kutisha na kutengeneza hofu, na baada ya hapo anapata hiyo kama tunasema credibility ya damu ya kwamba uweze kumpuuza tena. Na solution ambayo wengi wanaizungumza ni kwamba huyu Hemeti inabidi akose nguvu, bila yeye kukosa nguvu hakuna namna yoyote tunaweza tukamdhibiti huyu bwana. Sasa kukosa nguvu inabidi UAE isimpe support, kwa sababu yeye ndo anafanya Sudan haijatulia. Lakini mbali na hilo ni kwamba hata tukifanikiwa kumdhibiti bwana Hemeti, bado Sudan itakuwa chini ya utawala wa kijeshi, which ni kete nyingine ambayo watu wanaitazama kwamba nini kitatokea baada ya hapo. Kwa hiyo ni either Hemeti anataka status quo iendelee ya mafahali wawili, au UAE kweli wasimsapoti huyu jamaa, tuwe na jeshi liongoze nchi, na baadaye labda Sudan inaweza kupata kile anachokitamani, amani. Na I hope nimekupa kwa kifupi. Kuna sessions zetu nyingi ambazo nimewahi kufanya hapa ambazo unaweza kuzifuatilia ukaelewa zaidi kuhusiana na Sudan. Nishauelezea mgogoro wao vizuri, lakini hii nimesema ni kwa wewe ambaye unatamani kuelewa kidogo tulipotoka. I hope nimekupa some ABCs. Thank you. Naitwa Grayson Gideon. Kamera ilikuwa nzuri, nimetumia kamera ya PC leo, lakini ilikuwa kwa sababu ni updates za hichi kinachoendelea wakati tukiwa mapumziko na Madini.com. Poleni kwa wote ambao mmepoteza ndugu, jamaa na marafiki kwenye vurugu zilizotokea baada ya uchaguzi Tanzania.